Ukijenga ukaribu na Roho wa Mungu, atakuelekeza mahali sahihi pa kwenda, lakini si kila utakapoelekezwa ni mahali salama. Watu wa Mungu wanaoongozwa na Roho Mtakatifu ni strategic people, ni watu wa kimkakati. Licha ya riski au vihatarishi ambavyo vilikuwa vimefichwa katika jiji la Filipi, bado Roho wa Mungu alimwelekeza aende pale pale, kwa sababu kupitia pale kazi ya Mungu itaenda. Nini kilitokea? Ni pale pale Filipi, licha siku ile ya Sabato walisali chini ya mti wa kuwa na kanisa, waliweza kumwongoa mama mmoja ambaye alikuwa anaitwa Lydia, tajiri muuzaji wa nguo za zambarau, ambao ilikuwa ni mavazi ya thamani ya wafalme, na wakampata sponsor wa kazi zao za Injili. Lakini hapo hapo Filipi walikamatwa sokoni, wakapigwa, wakavuliwa nguo, wakadhalilishwa, akiwa Paulo na Sila wakatupwa gerezani. Hawakulia, wakafurahi na kuimba nyimbo za sifa gerezani. Nini kilitokea? Walimuongoa mkuu wa gereza, prominent person, mtu ambaye ni maarufu mkubwa katika eneo la Filipi. Nini kilitokea? Nini cha kujifunza? Unapoamua kutumiwa na Roho Mtakatifu, hata aina ya watu nao wabatiza watakuwa ni watu wa kimkakati ambao watakwenda na kuongoza na kuongeza nguvu ya kazi ya Mungu. Ni kweli tutabatiza watu ambao ni tegemezi, wafanyakazi wa ndani, watoto wa watu, watoto wa waumini wenzetu, lakini hawapasi kuwa hao tu. Katika jiji kubwa kama Dar es Salaam, Kinshasa, New York, lazima tubatize na wafanyabiashara wakubwa wenye uwezo wa kutoa zaka hadi bilioni 10, 100, ili kazi ya Mungu ende kwa kasi. Lazima tubatize na wanasiasa. Alienda kwenye jiji la Cyprus, Paulo, anaitwa Kipro, Cyprus, kisiwa cha Cyprus, akambatiza Sergio Paulus ambaye alikuwa ni gavana wa jimbo la Cyprus. Lazima injili yetu iguse watu wa kada zote, ili sidhalaulike ikaonekana unaongea tu mambo ya watu loko, watu layman wasio na issue. Kwa hili ni changamoto kwa sisi watu wa Mungu wa siku za mwisho.